Migogoro ya ardhi ya muda mrefu katika kaunti ya Kirinyaga imetajwa kuwa sababu kuu ya ongezeko la visa vya ukatili wa kijinsia. Waliotoa maoni yao kwa jopo la wataalam 42 lililoundwa na Rais William Ruto kufuatia idadi kubwa ya visa vya mauaji ya wanawake. Mwanahabari Lydia Mwachiru anaeleza zaidi kuhusu ripoti hiyo. Mwaka 2023 visa 534 vya mauaji wanawake viliripotiwa, huku mwaka 2024 idadi hiyo iliongezeka hadi kufika visa 570. Jopo hili lina lengo la kushughulikia swala hili la mauaji wanawake na ukatili wa kijinsia nchini, ambao umepelekea vifo vya wanawake na wasichana kuongezeka. Wakizungumza katika kaunti ya Kirinyaga, imebainika kwamba pombe haramu na matumizi ya dawa za kulevya kwa miongoni mwa sababu zinazochangia visa vingi vya ukatili. Tumesikiza hao wananchi wa Kirinyaga wameongea mambo za gender zote. Wamesema kwamba mwanamke anaadhiriwa na mama anaadhiriwa. Pia kijana, a boy anaadhiriwa na pia a girl anaadhiriwa. Kwa hivyo tungesema hii kitu tunasema gender based violence. Tunafaa tuiongee, pia wanaume wakuwe katika mstari wa mbele kwa hii conversation. Lakini hapa wameongea mambo mengi, wamesema mambo ya cases za mashamba zinaleta hayo maneno sana kwa ya gender based violence. Mambo ya ubugiaji pombe, kunywa pombe kupindukia, kukula hizi vitu kama hizo zinaleta shida mingi sana. Kulingana na kiongozi wa jopo hilo Anton Nzioki, migogoro ya ardhi imetajwa kama mojawapo ya sababu za vifo hivyo, ambapo wanafamilia hupigana wakigombea mali. Amesema kuna haja ya kuwahusisha wanaume katika mjadala huo, akibainisha kuwa wanaume pia wameathirika na visa vya ukatili katika kaunti ya Kirinyaga. Lydia Mwachiru, NTV.